Mtakatifu Bwana, kioo cha utii. Basi leo katika jimbo letu la Bagamoyo, siku ya pekee kwa shirika la Mtakatifu Ana, ambapo leo katika sherehe ya watakatifu Yoakim na Ana, wana shirika la Mtakatifu Ana jimbo la Bagamoyo muungana wote, dekania zote 5 katika jimbo letu Bagamoyo, katika kuisherehekea siku hii, kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya watakatifu hawa, Mtakatifu Yoakim na Ana, kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuwawezesha na kuwa katika ushirika na shirika hili la Mtakatifu Ana, wakizifuata nyayo za Mtakatifu Ana, kioo cha utii. Wanapomshukuru Mungu, wanaendelea kumwomba Mungu endelee kuwadumisha katika imani, matumaini na mapendo, na katika moyo wa sala wadumu katika wito ambao Mungu amewaita, kwanza wa kuwa Wakristo kwa ubatizo, na kuwa Wakristo sasa ndani ya kanisa na karama mbalimbali. Sasa wanaitika wito huo kumwendea Mungu kwa wafuasi wa Kristo imara katika karama mbalimbali. Wao nyinyi Mtakatifu Ana mmefuata nyayo za Mtakatifu Ana kuitikia wito wa kuwa Kristo ambao tunatakiwa kuwa watakatifu. Mtakatifu Ana ambaye yeye ni kioo cha utii, yeye ambaye yuko mbele yenu ni shujaa wa imani, shujaa wa matumaini, shujaa wa mapendo, shujaa wa moyo wa sala. Ndio maana katika wito wa kuwa Kristo na kuwa watakatifu, mnafuata nyayo za shujaa huyu wa imani, wa matumaini na mapendo na moyo wa sala, Mtakatifu Ana, ili muimarike katika wito huo wa kuwa Wakristo na kuwa watakatifu. Ndio maana leo mmekusanyika hapa kudhihirisha kwamba nyinyi ni wanashirika la Mtakatifu Ana na mmeweka nadhiri na viapo vya kuishi katika nyayo za Mtakatifu Ana ambaye ni kioo cha utii. Ndio maana hata salamu yenu tunaanza Mtakatifu Ana, kioo cha utii. Shirika hili la Mtakatifu Ana ni shirika la kina mama walio katika ndoa, ambao wanaamua kwa maisha yao yote kujitoa kwa Mungu, wakifuata mfano wa Mtakatifu Ana ambaye yeye alijitoa kabisa pamoja na mume wake Yoakim na Ana. Yoakim katika ya mapokeo alikuwa ni wa ukoo wa Daudi, ukoo wa kifalme, na Ana alikuwa ukoo wa Haruni, ukoo wa kikuhani. Katika maisha yao ya pamoja ndoa walijikabidhi kwa Mungu kabisa 100%. Ndio maana akawachagua katika ndoa yao wamzae mama wa mwanaye Mungu, ambaye wakamzaa Bikira Maria, ambaye alikuja kumzaa mwanaye Mungu mwenyewe. Alikuja kumzaa mama hawa watakatifu Ana na Yoakim, walimzaa mama wa Mungu, mama wa kanisa. Ni kwa sababu walijikabidhi kwa Mwenyezi Mungu, ni kwa sababu walimpa Mungu maisha yao yote. Maisha yao yakawa ushuhuda kwamba wao wameumba kwa mfano na sura yake Mwenyezi Mungu, wakamwasi Mungu kwa maisha yao yote. Kadri ya mapokeo tunaambiwa mali zao walizigawa katika makundi matatu. Kundi la kwanza kwa ajili ya kupamba hekalu, kutoa sadaka kanisa. Kundi la pili kwa ajili ya wahitaji. Kundi la tatu kwa ajili ya mahitaji yao ya kila siku. Familia hii ya Mtakatifu Yoakim na Ana katika maisha yao walikuwa watu wa ibada hasa. Ndio maana walitambua kwamba mali, vitu vyote kwanza ni vya Mungu amewapa. Ndio maana walitenga fungu kwa ajili ya Mungu, pamba hekalu, na fungu lingine kwa ajili ya mapendo ya huruma, upendo kwa jirani, kwa sababu Bwana wetu anatufundisha utimilifu wa sheria, utimilifu wa amri zake Mwenyezi Mungu, iliyo ya kwanza kumpenda Mungu kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote, kwa roho zako zote, na kwa uwezo wako, kwa akili zako, kwa uwezo wako wote. Na hiyo ya pili, kumpenda jirani yako kama nafsi yako.
maana kumpenda binadamu mwenzako. Ndio maana mali yao kwanza kwa Mungu, pendo kwa Mungu, pili kwa jirani, na wao sasa kwa mahitaji yao ya kila siku. Kwa hiyo nasi tunatufundisha maisha ya kuishi katika utimilifu wa sheria zake Mwenyezi Mungu. Ndio maana tumesikia leo katika wimbo wa katikati, Zaburi ya 118, sheria yako naipenda mno ajabu. Waliipenda sheria ya Mungu, walipenda amri za Mungu, walishika maagizo ya Mungu. Ndio maana Mungu akawabariki uzao ulio bora, Bikira Maria. Bikira Maria ambaye yeye Mungu alimbariki tangu mwanzo kwa kumkingia dhambi ya asili, akamfanya kuwa mama wa mwanaye, mama yake Mungu. Kwa leo tunaposherehekea sherehe hii ya watakatifu Yoakim na Ana, tukiungamanika na wanashirika Mtakatifu Ana, tunamshukuru Mungu kwa watakatifu hawa. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya utume huu wa Mtakatifu Ana katika jimbo letu la Bagamoyo. Tunamwomba Mwenyezi Mungu aendelee kutuimarisha, nasi tuendelee kuitikia wito wa kuwa watakatifu, ambao ni wito wa kila Mkristo. Umebatizwa ili weje? Ili uwe mtakatifu. Ndio maana ubatizo tunaondolewa dhambi asili, tunafanywa kuwa watakatifu. Tunaondolewa dhambi asili na dhambi zote, kubatizwa kwa wakubwa, dhambi zote zinaondolewa. Tunafanywa kuwa watakatifu. Hekalu la Roho Mtakatifu tunafanywa kwa kanisa. Tunampokea Roho Mtakatifu anayetujaza imani, matumaini na mapendo. Tunakuwa wana wa kanisa, watoto wa Mungu, ndugu wa Kristo. Tunaitikia kuwa watakatifu siku zote. Tunaanza mapambano sasa ya kuandamana na utakatifu, ya kutafuta utakatifu, ya kuwa watakatifu katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo tunaalikwa tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu aendelee kutuimarisha katika wito huo, kwa kuitikia wito katika karama mbalimbali, katika utume mbalimbali ambao mama kanisa ametupatia. Vyama vya kitume viko vingi, mojawapo leo tupo na Mtakatifu Ana hapa, shirika la Mtakatifu Ana, chama cha kitume ambao vinatuimarisha katika safari yetu ya utakatifu, ya kuwa watakatifu. Tunakuwa karibu. Ndio maana Mtakatifu Ana wanaungamanika pamoja katika sala, katika matendo yaliyo ya kumpenda Mungu na kumpenda jirani, ya kujitoa kwa Mungu maisha yao yote, ambao wenyewe wamejikabidhi katika ndoa. Wito wa ndoa pia, wito wa ndoa ambao umeitwa kutakatifuzana katika baba na mama, mume na mke na familia. Maana wana wajibu wa kusali kwa ajili yao, kuombea waume zao, kuombea familia, kuombea watu wote na kanisa kwa ujumla. Kwa hiyo tunamwomba Mwenyezi Mungu aendelee kuimarisha wanashirika hili la Mtakatifu Ana, wawe hakika kioo cha utii, kuyatimiza mapenzi ya Mungu katika utii. Nasi wote tunaalikwa, unapoangalia hawa Mtakatifu Ana ambao wamependeza kabisa, wako safi, wanang'aa, kina mama wengi mlio katika ndoa, mwitikie kujiunga katika kujitakatifuza kupitia shirika hili la Mtakatifu Ana. Kwa hiyo tunaalikwa siku zote kupenda sheria yake Mwenyezi Mungu na kuishika. Kwa maana tumesikia katika wimbo wa katikati, sheria yako naipenda mno ajabu. Kwa hiyo tunaalikwa tumwombe Mwenyezi Mungu arudumishe katika wito huo, tukimwomba Mwenyezi Mungu aendelee kutuongoza katika njia iliyo njema, kwa watu wa kusali siku zote, kwa sababu katika sala tunaongea na Mungu, tunawasiliana na Mungu. Maana yake sana tuungamanisha na Mungu. Ndio maana tunasikia katika somo la kwanza leo la kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 3, huko Gibeoni, Bwana alimtokea Sulemani katika ndoto ya usiku. Mungu akamwambia, omba utakalo nikupe. Maana katika sala tunamshukuru Mungu, tunaomba, tunamtukuza, na Kristo ameshatufundisha, ombeni nanyi mtapewa.
Sulemani anatokewa katika ndoto, Mungu anamwambia omba utakalo nikupe. Sulemani anaomba kitu ambacho kitamfaa katika maisha yake, si kwa ajili yake tu, kwa ajili ya watu wote aliokabidhiwa na Mwenyezi Mungu kuomba. Ombi lake halikuwa la ubinafsi, ndio maana anaomba kitu ambacho kitamfaa. Anasema, kwa hiyo nipe mimi mtumwa wako moyo wa adili, ni wahukumu watu wako na kupambanua mema na mabaya. Kwa sababu alipewa jukumu kubwa katika udogo, akachukua kiti cha baba yake Daudi, ufalme wa kutawala watu, kuongoza watu. Sasa mfalme ana mamlaka ya kisheria, ana mamlaka ya kibunge, ana mamlaka ya kiserikali. Kwa yeye sasa, bila hekima atawezaje kuongoza? Bila uweza wa Mungu na adili atawezaje kutoa haki, kutenda haki? Akaomba jambo ambalo litamfaa katika uongozi wake, katika utawala wake, ili awaongoze watu kwa adili. Kwa sababu mimi ni mtumwa wako katikati ya watu wako uliowachagua, watu wengi wasioweza kuhesabiwa wala kufahamiwa zaidi ya idadi yao, kwa kuwa mimi ni wengi. Kwa hiyo nipe mimi mtumwa wako moyo wa adili, ni wahukumu watu na kupambanua mema na mabaya, maana ni nani awezaye kuwahukumu watu hao walio wengi? Neno hilo likawa zuri kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mungu akamwambia, kwa kuwa umeomba neno hili, wala kujitakia maisha ya siku nyingi, wala kujitakia utajiri wa nafsi yako, wala ukutaka roho za adui zako, bali umejitakia akili ya kujua hukumu, basi tazama, nimefanya kama ulivyosema. Sala na ombi la Sulemani alikuwa la binafsi, hakujitakia maisha marefu, hakujitakia utajiri, hakujitakia roho za adui zake. Haikuwa binafsi kabisa. Kwa hiyo tunafundishwa katika somo la kwanza hili, katika sala tusiwe binafsi, tusali kwa ajili yetu, kwa ajili ya wengine, kwa ajili ya wote. Ndio maana tunaposali misa takatifu ni sala kwa ajili ya watu wote walio hai na wafu. Sala yetu inatuleta pamoja, kwamba sisi mbele ya Mungu tu sawa, tuna mahitaji sawa. Tunaposali tusali kwa ajili yetu na kwa ajili ya wengine, kwa ajili ya wote, sio na binafsi. Tuombe yaliyo mazuri. Kwa wewe Mungu anakujia leo, anakuambia omba lolote. Utaomba nini? Utaomba miaka 1000, uishi miaka 1, utajiri, uwe bilionea, adui zako wote wafe? Sala hiyo na ubinafsi, sala hiyo ni ya chuki, haina upendo ndani yake. Mfalme Sulemani anatufundisha sala iliyo bora, ombi lililo bora, hekima. Manake hekima ni Mungu mwenyewe, kuwa katika nyayo za Mungu, kupambanua mambo yote katika Mungu, manake katika upendo, kuendea yote katika upendo, ambao upendo ni Mungu mwenyewe. Ndio maana Sulemani anaomba jambo lililo zuri kabisa. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu nasi tujalie hekima ya kupambanua lililo jema na baya, la kudumu katika upendo, la kudumu katika imani, matumaini na moyo wa sala. Sali kwa ajili yetu na kwa ajili ya wote. Kumwomba Mungu atudumishe katika njia iliyo njema, kumwomba Mungu atudumishe katika wito wetu wa kuwa wa Kristo. Na katika somo la Injili tumesikia Bwana wetu Yesu anauelezea ufalme wa Mungu ulivyo wa thamani, ufalme ambao yeye mwenyewe amekuja kuufunua na kuleta kati yetu. Ndio maana aliwafundisha mitume katika sala ile ya Bwana, salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakao lifanyike duniani kama mbinguni. Ufalme wake ufike, ufalme ambao Kristo alileta kati yetu, ufalme wa amani, mapendo, wa furaha, wa kuwa na Mungu katika mapendo. Ndio maana anasema ufalme huo ni wa thamani kuliko wote. Ndio maana anafundisha kutumia mfano wa hazina iliyostilika shambani. Mkulima alipoona, aliacha vitu vyote ili aipate
apate hazina hiyo, hazina iliyofichika katika shamba, ambao mtu alipoiona aliificha, na kwa furaha akaenda akauza alivyo navyo vyote, akainunua shamba lile. Akaacha vitu vyote kwa ajili ya kile, akauza vitu vyote kwa ajili ya kutaka ile hazina iliyofichika, kwa sababu ni ya thamani kuliko vitu vyote alivyokuwa navyo, aje ipate. Mfano mwingine wa lulu yenye thamani, tena mfano mfanana na lulu. Mfanyabiashara alipoiona ile lulu ya thamani kubwa, alikwenda akauza alivyo navyo vyote, akainunua. Kwa hiyo nakumbusha kwamba sisi kwa tumeingia katika ufalme wenye thamani, ambao tunaalikwa kuacha vitu vyote ambavyo vinaturudisha nyuma katika kuishi ufalme huu, ya kuendea ufalme huu, ya kufikia ukamilifu wa ufalme huu. Bwana wetu Yesu Kristo ni mfano hai kabisa. Baada ya ubatizo tu, baada ya kuanza kuhubiri ufalme wa Mungu, aliacha familia, ndugu, jamaa, akaandamana sasa na wale walio tayari kumfuata kwa ajili ya kusimika ufalme huu. Kwa nasi tunaalikwa kuacha yale ambayo yanaturudisha nyuma, kuacha binafsi ambayo yanaturudisha nyuma kwa ajili ya kuishi ufalme huu, ufalme wa Mungu, ufalme wa mapendo. Ndio maana sasa tuko hapa sisi sote kudhihirisha kwamba sisi ni wa ufalme. Tumeacha shughuli zetu leo, siku ya Bwana. Wanachalinze mmekuja usiku takatifu, mmesafiri usiku kwa usiku kuja hapa kudhihirisha kwamba ninyi ni wafalme wa Mungu. Mmekuja kwamba si nyinyi ni wa ufalme wa Mungu, kuacha mambo yenu, kuacha shughuli zenu, ubinafsi wenu, kwa ajili ya kuendelea kuimarika na kushuhudia ufalme wa Mungu kwamba uko ndani yenu. Mmejikabidhi katika ufalme huu wa thamani kabisa, kaacha vyote, usingizi, kila kitu, kusafiri, kufika hapa kwamba nyinyi ni wa ufalme. Mmejikabidhi katika ufalme huo wa kuacha vyote kwa ajili ya Mungu, kwa ajili ya ufalme huo, kwa sababu ni ufalme wa thamani kabisa. Kwa hiyo tumwombe Mwenyezi Mungu adumishe katika hali hiyo, kwamba tuendelee kuishi katika ufalme huo. Isiwepo jambo lote, isiwepo biashara yako, kazi yako, watoto, familia, ndugu, jamaa, wakurudishe nyuma katika kutimiza mapenzi ya Mungu katika ufalme wake, katika kufanya ibada, katika kufanya matendo ya huruma, katika kufanya matendo ya kiupendo. Kisiwepo kitu chochote, kwa sababu ufalme huo wa mapendo ni wa thamani sana, ambao unahitaji kuacha vyote. Mitume walioitwa na Yesu waliacha vyote, walikuwa wavuvi, mpaka Petro akamuuliza, tuliacha vyote, tumeacha kazi, tumeacha baba na mama, familia, sasa tutapata nini? Anaambia, mtaulisi uzima wa ufalme, mtaupata ufalme huu wa milele na ndugu wengi. Kwa hiyo tumwombe Mwenyezi Mungu adumishe katika ufalme wake, adumishe katika njia iliyo njema, adumishe katika kumpa Mungu sifa na utukufu. Tumwombe Mwenyezi Mungu awadumishe wanashirika Mtakatifu Ana kudumu katika nyayo, kuzifuata nyayo za Mtakatifu Ana, kidumu katika mapendo, kidumu katika moyo wa sala, kidumu katika matendo ya huruma, mkimpa Mungu sifa na utukufu. Ufalme wa Mungu, anasema Bwana wetu katika mfano wa 3, kama juya, manake unakusanya wote, wote wanakaribishwa katika ufalme wa Mungu. Sasa ni jukumu lako kudumu katika hali ya kuwa mwana wa Mungu, kwa sababu Mungu ametuita kwa uhuru kabisa, hatulazimishi. Kwa hiyo kudumu katika kuwa hali ya mwana wa ufalme wa Mungu, ili siku ya mwisho uwe na alama hiyo ya ufalme wa Mungu. Usije ukaonekana kwamba katika juu katika ule nyavu ile, wewe sio ufalme wa Mungu, bali wewe sio samaki tena, wewe ni konokono, wala kaa ukatupwa, ukatolewa katika wana wa ufalme, ukachomwa moto kule. Kwa hiyo si sote katika kanisa Katoliki ni la wote, manake ni kama juu ya kokoro limekusanya wote, sisi katika tunaletwa wote katika ufalme. Kwa hiyo tunaalikwa kudumu katika hali ya kuwa wana wa ufalme. Mwenyezi Mungu atudumishe katika hali hiyo njema, tukimpa Mungu sifa na utukufu. Tumsifu Yesu Kristo.